Mambo vipi mwana Global TV? Mimi naitwa Korumba Le Babas. Kipindi hewani ni Mtanange Majimboni. Naongoza ni mimi. Kipindi hichi lengo lake kubwa ni kufanya utafiti na kufanya uchambuzi kuhusiana na siasa ambazo zinafanyika ndani ya vyama na nje ya vyama katika majimbo tofauti kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa siku ya leo, kipindi hichi cha Mtanange Majimboni, tuko katika jimbo la Kongwa. Katika jimbo hili la Kongwa, kwanza historia inatuonyesha kwamba hili jimbo halina miaka mingi, sio jimbo kongwe sana. Ni jimbo ambalo limeanzishwa mwaka 1996 likigawanywa kutoka katika jimbo la Mpwapwa. Jimbo la Kongwa lipo katika mkoa wa Dodoma, na jimbo hili ni jimbo ambalo hadi kufikia sasa lina kama miaka 25 kuelekea mwaka 2025. Na kipindi chote hicho limekaliwa au limeongozwa na mbunge mmoja tu ambaye ni Mheshimiwa Jobu Justino Ndugai. Inaelezwa kwamba mwaka 1996 jimbo hili lilipogawanywa halikuwa na mbunge, kwa uchaguzi ulikuwa umefanyika mwaka 1995. Kwa hiyo 96 lilipogawanywa, mbunge wa Mpwapwa ilibidi aendelee kuhudumia majimbo yote. Kwa hiyo mwaka 2000 kwa mara ya kwanza Jobu Ndugai akiwa kijana mdogo, akiwa na miaka 40 na kitu, alienda kugombea jimbo hilo na kushinda na kuwa mbunge. Hadi sasa tunazungumza anaenda kumalizia miaka 25 au anakuwa na miaka 25 akiwa mbunge katika jimbo la Kongwa. Jobu Ndugai ni nani? Jobu Ndugai yeye alizaliwa mwaka 1963 katika eneo au katika kata ambayo inaitwa Iduho hapa katika wilaya ya Kongwa. Lakini kitaaluma yeye amesoma masuala ya uhifadhi wa wanyamapori na usimamizi wa misitu katika chuo cha Mweka, lakini pia akajiendeleza na kupata elimu zingine za kitaaluma ikiwemo usimamizi wa masuala ya fedha. Moja kati ya kitu ambacho jimbo la Kongwa linajivunia kwa kipindi ambacho Ndugai akiwa mbunge wa jimbo hilo ni kumtoa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye Mheshimiwa Jobu Justino Ndugai, ambaye alichaguliwa kuwa mbunge na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi wa mwaka 2015. Akahudumu kwa muda wa miaka 5 na akatetea nafasi yake tena kuelekea 2025. Akapata nafasi tena chini ya Dr. John Pombe Magufuli kuwa spika wa bunge hilo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabla ya ajali ya kisiasa kumkuta, kisha akajiuzuru kwenye nafasi yake na sasa ni mbunge tu wa kawaida. Miongoni mwa mambo ambayo yalimfanya au imemfanya Ndugai kuwa sehemu ya watu ambao tunawajadili kwa hivi sasa ni kwa sababu moja tu, kwamba anatajwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao watarudi mwaka 2025 kwa sehemu ya kupeperusha bendera, kuomba ridhaa hiyo ya Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera ya chama hicho nje ya chama, igombania nafasi ambayo yuko nayo ama kuilinda nafasi ambayo yuko nayo ya ubunge. Ukiuliza watu wa Kongwa, je, Ndugai atarudi ama hatorudi, watakwambia kwamba bado hawamuelewi hivi. Alipopata ajali ile ya kisiasa ni kama alikuwa hana nia ya kuendelea na ubunge katika jimbo la Kongwa. Kuna baadhi ya watu ukiwauliza watakwambia kwamba mzee alishaonyesha dalili kama anaachia kiti. Wengine watakwambia mzee kama alikopa anataka mweke mke wake. Wengine watakwambia kama mzee alikopa anasema kwamba anataka kustaafu kwa heshima na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi ukiwauliza tena watakwambia upepo umebadilika, ni kama mzee bado analitaka jimbo na anaonyesha kwamba ana hali na historia inaonyesha ni mtu ambaye huwa anashinda kwa kishindo kwenye chaguzi za ndani ya chama. Tumeziainisha hapa kata 22 za jimbo la Kongwa, lakini pia leo hii tuna mgombea mmoja ambaye anatajwa kwamba huenda akagombea ama huenda watu wanatamani agombee. Yeye mwenyewe hajatoka hadharani kusema kwamba atagombea katika jimbo la Kongwa ama ataingia kwenye jimbo lolote. Huyu si mwingine ni Engineer Harris Saidi ambaye ni rais wa klabu ya Yanga. Ni mwana CCM huyu ambaye amezaliwa mwaka 1900 Julai 24. Ana miaka 41, kijana kabisa huyu. Huyu bwana watu wengi wako wanasema sio Mtanzania na nini, mambo yakawa mengi, lakini wanaofahamu historia yake wanasema huyu amezaliwa katika kata moja hapa inayoitwa kata ya Njoge. Hii hapa Njoge. Wakati Ndugai tulisema amezaliwa katika
kata ya Iduho. Kilichotokea ni nini sasa? Kwa nini tumetenganisha au tumeweka hivi? Tumeweka hivi kwa sababu kubwa moja. Sasa kwanza, kwa nini injinia anatajwa kama ni mtu anayetaka kuwa mbunge katika jimbo la Kongwa? Watu wanaunganisha doti. Yeye hajasema, lakini kupitia doti ambazo wanaziunganisha, wanasema kwamba injinia kwa kiasi kikubwa huenda akaja kugombea jimbo la Kongwa kwa sababu tarehe 19 ya mwezi Novemba mwaka 2024, wakati wa birthday ya bosi wake Haldi Galibu GSM, inaelezwa kwamba walienda katika kata ya Kibaigwa ambayo iko hapa. Kata ya Kibaigwa iko hapa. Walifika hapa Kibaigwa katika kuadhimisha siku au kumbukumbu ya kuzaliwa kwa GSM na kutoa misaada mbalimbali kwenye shule ya Mzogole inaitwa, katika kituo cha afya kama sio hospitali ya Kibaigwa, lakini pia msikiti. Lakini kumbukumbu iliyobakia vichwani mwa wanakongwa waliopo Kibaigwa, wanasema ni kuchinjwa kwa nyama na watu kula supu. Ilikuwa ni kitu ambacho leo ukifika watakwambia tunamkumbuka injinia kwa kuchinja nyama, watu wakanywa supu hapa na vitu kama hivyo, pamoja na hiyo misaada mingine ambayo walitoa kwa watoto yatima na kwenye hizo sehemu za kijamii. Kwa nini anatajwa injinia? Hata wana Kibaigwa, wanakongwa wanamtaja injinia, hawamtaji GSM. Unaweza ukapata picha. Kwa sababu gani? Kwa sababu GSM katika hizi kata zote za jimbo la Kongwa na wilaya ya Kongwa hajazaliwa sehemu yoyote kati ya hizi sehemu. Lakini mtu ambaye aliongozana naye na kwenda pale ile siku ya tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2024 alikuwa ni injinia Hersi Saidi, ambaye yeye ni mzaliwa wa Njoge, katika kijiji pia cha Njoge hicho hicho. Lakini watu hawa wawili wanapopambanishwa, je, nini kitatokea ndani ya CCM? Kila mmoja na nguvu yake na kila mmoja na nafasi yake ya kufanya vizuri. Sasa siasa za Kongo kwa kiasi kikubwa zinaamliwa na kata 22. Kata hizi 22 zinatenganishwa na barabara kubwa ya Morogoro Dodoma au Dar es Salaam Dodoma. Sasa katika hizi kata 22, kata 9 ziko upande wa wanasema kusini mwa jimbo la Kongwa, ambazo hizi kata zinazunguka kata ya Iduho hapa, ambapo anatoka Ndugai. Na huku watu wengi wenye asili ya kabila la Wagogo wanatokea upande huu, na pia Mheshimiwa Job Ndugai ni Mgogo wa maeneo hayo. Wakati huku kunabakia kata 13 ambazo ziko upande wa kaskazini, ambazo zinatenganishwa na barabara hii ya Morogoro Dodoma. Katika hii barabara ya Morogoro Dodoma ambayo inatenganisha hizi kata 13 zinakuwa zimebakia katika kata 22, mara nyingi ndio huwa zinamtoa mpinzani anayekuja kumchallenge kwa kiasi kikubwa Ndugai. Kama uliwahi kuona, kuna video ya daktari mmoja hivi ambaye aligombea katika uchaguzi wa ndani, alipigwa na fimbo. Alikuwa anatokea katika kata hii ya Mkoka hapa. Yule daktari aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya, sifahamu sasa hivi yuko wapi. Sasa hata nje ya chama, baada ya Ndugai kushinda, huwa anashindana sana na watu wanatokea hapa. Mara mwisho alishindana na mtu kutokea hapa Kibaigwa ambaye naye pia alikuwa ni mzaliwa wa Njoge. Hapa ambapo anatokea Saidi Hersi. Huyu bwana alikuwa anaitwa Esau Ngobei. Yeye alikuwa anapeperusha bendera ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Walisumbuana naye sana kwenye uchaguzi wa mwaka 2015 kabla ya mwaka 2020. Ndugai kama aliingia madarakani kwa kupita bila kupingwa. Sasa kwa nini nimeeleza hii historia ya hizi kata kuamua nani awe mshindi? Mara zote nimeeleza kwamba mshindani mkubwa wa Ndugai huwa anatoka huku. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku karibia maeneo yote haya wao wanaamini katika biashara, ukiacha kilimo. Yaani kilimo kidogo, lakini sana sana kata nyingi zinaamini au zinaamliwa katika biashara, na ni kata ambazo zina watu wengi. Wakati huku kwa kiasi kikubwa watu wengi wanaamini katika kilimo na ufugaji. Na kata hizi hazina watu wengi kama ambavyo kata hizi zina watu wengi. Kwa mfano, ukienda hapa Kibaigwa kuna wafanyabiashara wengi sana. Ukija hapa Mkoka kuna wafanyabiashara wengi sana. Lakini pia ukija Pandamili ni sehemu ya kibiashara, ukienda Makawa ni wakulima na wafanyabiashara, ukienda Songambele, Mtanana hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa mtanange huu wa Engineer Hersi Saidi na Ndugai unakuwa mkali au unanogeshwa kwa kiasi kikubwa na vitu kadhaa, ikiwemo hizi pande, kwamba
hawa mara zote huwa wanaamini wao ndo wanastahili kuongoza jimbo la Kongwa kwa sababu ya aina ya maisha yao na idadi yao, wakati hawa wanaamini wao wanastahili kuongoza jimbo la Kongwa kwa sababu makao makuu ya jimbo la Kongwa yapo wilayani Kongwa ambapo ni karibu na alipozaliwa Mheshimiwa Ndugai. Kwa hiyo sasa hizi kata zina ushindani wa asili, wakati hawa wanajiona kwamba wao wako mjini, wao ndo wanatakiwa kufanya maamuzi na vitu kama hivyo. Ni vigumu kusafiri kutoka huku, uvuke barabara uende makao makuu ya wilaya, na mara kadhaa wanaamini kwamba uwepo wa Ndugai labda ndo unakwamisha huku kusiwe kuna makao makuu ya wilaya nyingine au jimbo lisigawanywe. Kwa hiyo hawa mara nyingi wanaamini wakipata kiongozi anatokea huku atapigania maslahi yao. Sasa Ndugai alikuwa na faida gani? Au alikuwa ana vitu gani ambavyo vilikuwa vinampelekea ashinde? Kwanza alikuwa ni msomi kwa kipindi ambacho alikuwa anaanza ubunge, kwa hiyo alikuwa anatumia pia factor kwamba mimi ni msomi, nipeni nafasi, nimetoka serikalini. Kipindi hicho anatokea TANAPA, anaenda kugombea ubunge, ilikuwa rahisi kujieleza. Kisha akaja akapata nafasi ya kuwa speaker, alikuwa akirudi na kuwa rahisi pia watu kumuelewa. Sasa anakutana na upinzani wa Engineer Hersi Said ambaye yeye kwanza ana mtaji wa kuzaliwa hapa Njombe, katika kata ya Njombe, lakini ana mtaji pia wazazi wake walishawahi kuishi katika hii kata ya Mkoka. Kwa hiyo watu wa Mkoka na wa Njombe wote wanamfahamu Engineer Hersi Said, ana faida hiyo. Lakini pia kwenda kwake Kibaigwa ilikuwa ni swala la kimkakati kwamba hapa anataka kupata zile kura au kupata ushawishi mkubwa kwa wafanyabiashara, kwa sababu Kibaigwa ni kama kitovu cha hawa kata hizi zote, kwa sababu hapa kuna soko la kimataifa Kibaigwa, lakini pia Kibaigwa ina muingiliano wa watu wengi. Kwa mfano Tanzania useme Dar es Salaam, unasema Dar es Salaam haina mwenyewe, ina watu kutoka mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa Kibaigwa pia, Kibaigwa ni sehemu ambayo ina watu kutoka kata tofauti tofauti zinazounda jimbo la Kongwa na wilaya ya Kongwa. Kwa hiyo kufika Kibaigwa na kutoa misaada na kuishi na watu, kula nao, ametuma message karibia kwenye kata zote kwa urahisi, kwa sababu watu huwa wanaingia na kutoka pale Kibaigwa, na taarifa hiyo imefika sehemu kubwa. Ndio maana hata sisi leo hii kwenye mtanange majimboni tunachambua hizi siasa. Kwa hiyo Hersi Said ana faida hiyo, lakini faida nyingine ni kuwa kiongozi wa Young Africans Sports Club. Yeye kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga, cha kwanza mashabiki wa Yanga hawatakuwa tayari kushindwa kupitia yeye, yani kwamba Engineer ashindwe, na bahati ambayo imetokea coincidence, yani bila kutarajiwa, mtu atakayeenda kushindana naye ambaye ni Job Ndugai kama atarudi kwenye hicho kinyang'anyiro, yeye ni mwana Simba. Kwa hiyo itakuwa ni ushindani huenda kati ya Yanga na Simba, lakini pia unaenda katika ushindani huo wa Yanga na Simba, lakini kuna interest nyingine ambazo zinaenda zaidi ya hivyo vilabu kupitia namna ambavyo mtu anawashawishi watu wengine, kama ambavyo unaona Engineer sasa ameanza kulitafuta kundi la wafanyabiashara ambao wanaamini kwamba wakiwa nyuma yake ni rahisi kutoboa kwenye uchaguzi wa ndani, lakini ni rahisi kutoboa katika uchaguzi wa nje. Lakini pia Engineer tunaona hapa nyuma yake yuko GSM. Kama nyuma yake yuko GSM, tafsiri yake ni kwamba ana support kubwa financial, lakini ana ushawishi mkubwa kupitia GSM, kwa sababu itaonekana hata bosi wake anamuunga mkono. Kama ameweza kujenga msikiti, kama akaweza kujenga mashule kabla ya kuchaguliwa au kuteuliwa, huenda akafanya vikubwa zaidi. Na probably na uzuri hajafanya kwenye kata yake, kafanya kwenye kata ambayo iko jirani na kata yake, kwa sababu Kibaigwa imepakana na hiyo kata ya Lenjuru, Ngomai, Njombe, Panambili, zote hizi ziko katika upande huu wa huku. Kwa hiyo Engineer akizichanga karata zake vizuri, ataenda kumchallenge kwa kiasi kikubwa Ndugai, na Ndugai ni kama ameliona hilo. Unaelezwa sasa hivi anafanya mikutano mara kwa mara kuliko hata awali alivyokuwa akifanya. Kama alikuwa anafanya mikutano mitatu, sasa hivi anafanya mikutano huenda hata 6-7 katika miezi ya hivi karibuni. Na hii imetokea tu baada ya Engineer Hersi Said kufika pale katika jimbo la Kongwa. Na wanakongwa kwa kiasi kikubwa huenda wao wanachokitaka kwa sasa, kama Ndugai atakuwa ameamua kugombea, basi aje na mambo mapya ambayo katika miaka 25 kurudi nyuma alikuwa amewaahidi na ameyafanya, aeleza ataenda kufanya nini. Lakini huyu anayekuja mpya, kwa sababu ameshaonyesha ambacho anaweza kukifanya kupitia marafiki zake na fedha zake za mfukoni,
huenda asijieleze na kutumia nguvu nyingi kama ambavyo zatumika kwa Ndugai. Kwa hiyo Ndugai amepata mshindani halisi, na huu mtanange tutaendelea kuufuatilia na kuchambua hadi kuelekea kwenye kura za ndani za maoni ya ndani ya Chama cha Mapinduzi na nje ya maoni ya Chama cha Mapinduzi. Kati ya Hersi Said na Ndugai ni nani? Hizi zikumbuke kwamba zote ni tetesi. Ndugai bado hajasema kama atarudi Kongwa, lakini pia Hersi Said hajasema kama ataenda Kongwa, lakini huu ni uchambuzi wa yale yanayozungumzwa na wanakongwa wenyewe na watu kutoka Kongwa. Naamini kupitia komenti za hapo chini unaweza ukaandika kama mwanakongwa unahisi mtanange huu ni nani atatoboa kati ya Ndugai na Hersi Said kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na je, wakitoka nje mmoja kati yao atakayepata nafasi ya kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Kongwa, nani anaweza akapeperusha bendera hiyo ya Chama cha Mapinduzi kiurahisi tu kabisa, japo jimbo la Kongwa kwa kiasi kikubwa huwa ni kama lina hati miliki ya Chama cha Mapinduzi. Huwa hawatumii nguvu sana kushinda. Kwa hiyo ni jimbo ambalo kwa kiasi kikubwa lina hati miliki ya Chama cha Mapinduzi. Wana CCM wengi na wapiga kura wengi wa Kongwa ni kama wanaiamini sana CCM. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas, na hii ilikuwa ni mtanange majimboni, na leo tumeangazia jimbo la Kongwa. Tukipata watu wengine wenye interest, wenye uhitaji wa kwenda Kongwa, huenda tukarudi tena na kuchambua sifa zao na uwezo wao na udhaifu wao kuelekea kwenye chaguzi za ndani na nje ya chama. Kwa heri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.